Yes, ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2023. Parokia hii ya Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta Mgeni Nani ilitangazwa kuwa parokia. Ni parokia yenye waamini 2350 kutoka jumuiya 13 mpaka jumuiya 36. Karibu sana katika Ijue Parokia tuweze kuifahamu zaidi ama kuifahamu vizuri parokia hii ya Mgeni Nani, moja kati ya parokia mpya kabisa ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Unafahamu asili ya neno Mgeni Nani? Lilitoka wapi? Kwa nini kuliitwa Mgeni Nani hapa? Ambatana nami Mary binti Yuda mwanzo mpaka tamati wa kipindi hiki cha Ijue Parokia. Tuwe sote. Mgeni Nani kwa kadri ninavyosikia masimulizi tu, masimulizi ya hasa wenyeji wale walikutangulia kufika zamani. Ilikuwa ni kama watu wanarushiana mpira hivi. Wale wenyeji tuseme wale labda Wazalamu ambao walikuwa ni wenyeji hasili walikuwa watanabaisha wale wanaokuja wengine kama wageni, labda Makonde au watu wengine kama sisi tunapokuja. Kwa hiyo wanatamaisha kama wageni. Na sasa wale wageni nao kwa sababu wameshakaa muda mrefu nao wanakana sasa wanahoji mgeni ni nani? Sasa katika kuhoji huko tambani nadhani halikuwa ni jambo labda la mtu mmoja, nilikuwa kama labda ni kasumba ya watu wengi. Basi nadhani ile kauli ikasikika zaidi na mwisho wa siku ikameza mwisho ikawa jina la eneo. Kulikuwa na historia ya zamani wakati watu wanahamia hapa Mgeni Nani, waliwakuta watu wenyeji wa hapa waliokuwa wanaishi katika maeneo haya. Sasa watu wengine wageni walivyokuwa wanafika, basi walikuwa wanajiuliza, wale wenyeji walikuwa wanajiuliza, huyu mgeni ni nani aliyeingia katika eneo letu hili? Basi kujiuliza hivi ndio kukaendeleza mpaka eneo hili lote likawa naitwa Mgeni Nani. Na hiyo ndio asili ya neno Mgeni Nani. Sasa tuifahamu parokia na watu wake. Parokia ya Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta Mgeni Nani imezaliwa kwenye parokia mama ya Epifania Kijiji. Mgeni Nani ilikuwa ina mitaa miwili ambayo kiuchungaji ndio ilikuwa iko chini ya kiuchungaji wa parokia ya Epifania. Sasa kutoka Mgeni Nani, eneo la Mgeni Nani mpaka parokia ya Kijiji umbali wake ni kama kilomita 3. Sasa kutoka mwanzoni kabisa watu wa eneo hili la Mgeni Nani walikuwa wanafikiria kuwa na sehemu ya kusalia au kuwa na kigango kwa sababu ya umbali kutoka hapa mpaka Kijiji. Basi ujio wa masista, kuna masista wa shirika la Mtakatifu Maria Mtakatifu wa Namuru, ujio wao katika eneo letu la Mgeni Nani kulipokelewa kwa shangwe sana, kwa sababu wakati walivyoanzisha kile kituo masista, ndio watu wa Mgeni Nani walipata nafasi ya kwenda kusali kwa masista. Ujio wa masista ulikuwa umekuja hapa, walikuja mwaka 2007. Sasa ujio wao ulikuwa umepokelewa kwa furaha kubwa na waumini wa Mgeni Nani. Kwa hivyo waumini wa Mgeni Nani walianza kushiriki sala kwenye eneo lile la masista. Sasa parokia ya Epifania waliweka mpango wa kufanya sala kila siku za wiki, isipokuwa siku ya Jumapili ya Dominika walienda kusali
kwenye parokia ya Epifania. Utaratibu huu uliendelea mpaka 2000 na kutoka mpaka 2016 tarehe 4 mwezi Septemba tulipoanza kuendesha ibada siku za Jumapili. Alafu tarehe hiyo ndio tarehe ambayo Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta ndivyo alivyotangazwa kuwa mtakatifu. Kwa hivyo na ile Jumapili ya kwanza ambayo tulisalia hapa kwenye eneo la masista lilikuwa na kama waumini 478 kwa mara ya kwanza. Tulikuwa wana waumini 478. Tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2017 ndio tulitangazwa kuwa kigango. Wakati huo bado tulikuwa nasalia kwa masista. Tulikuwa tunatumia mahema na viti. Tulikuwa tunakodisha mahema kwa ajili ya kufacilitate ya ibada kwa masista. Kutokana na udogo wa eneo la masista na waumini kuongezeka idadi, parokia waliwaomba masista tuuziwe eneo la kwa ajili ya kujenga parokia. Na bahati nzuri tunawashukuru masista wakakubali kutuuzia eneo la kujenga parokia. Tukaanza kujenga parokia na tulianza kujenga na tulikamilika mwaka 2018. Basi tukahamia kwenye parokia yetu mpya, tukaendelea kusali pale na tukatangazwa kuwa parokia teule tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2021. Ndio tukawa parokia teule. Tukaendelea kusali kwenye jengo letu hili jipya, na ilipofika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 tukatangazwa kuwa parokia. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023. Idadi ya waamini imefikia 2350, na hii ni kutokana na zoezi la sensa ya wanaparokia ambayo tunaifanya kila mwaka kupitia kwenye jumuiya zetu. Labda naweza nikaelezea changamoto mbili kubwa ambazo tumepitia kwenye lengo la kuwa parokia. Changamoto ya kwanza ni kupata eneo la kujenga kanisa. Mwanzoni kabisa parokia ya Epifania ilinunua eneo katika eneo hili la Mgenani, lakini lile eneo ambalo lilikuwa limenunuliwa na parokia ya Epifania ambalo mpaka sasa hivi bado tunalihodhi, lilikuwa ni dogo, halafu lilikuwa ni karibu na parokia ya Epifania. Kwa hivyo ikaonekana halita maana nzuri. Baadaye ndio tukawasiliana na masista wetu huku, tukaona kwamba wanaweza wakawa na eneo kubwa la kutuweza kutuuzia. Ndio tunashukuru masista wetu walikubali kutuuzia eneo hili ambalo sasa hivi ndio tumejenga kanisa. Kwa hivyo ndio changamoto ya kwanza katika njia ya kuweza kuwa parokia. Changamoto ya pili ni ujenzi wa kupata nyumba ya padri.
Unakumbuka kwamba sisi tulitangazwa kuwa parokia teule mwaka 2021, lakini na tulitegemea mwaka 2022 tuwe parokia, lakini haikuwezekana, na sababu mojawapo kubwa ilikuwa ni kutokuwa na nyumba ya mapadri. Na sasa hivi ndio tumeanza kujenga, lakini bado inakalika, na bado tunaendelea kujenga kumalizia. Kwa hivyo hizi ni changamoto kubwa mbili ambazo tumezipitia. Ushirikiano mkubwa hasa ni wa kijamii. Tunashirikiana na watu wa madhehebu mengine kwa masuala ya kijamii, kwa mfano kama sherehe, misiba. Halafu katika historia yetu hatuna chuki wala ubaguzi kati yetu na watu wa madhehebu mengine. Tunasaidiana kwa kila hali. Kwa mfano watu waumini wa kanisa letu wakati mwingine huwa wanajitolea majitoleo mbalimbali. Na yale majitoleo wanayafikisha kwenye jamii inayotuzunguka, wahitaji, bila kujali dini au madhehebu ya wahitaji hao. Tunashukuru Mungu, mafanikio yapo, tunayaona. Kwanza, fanikio la kwanza ni kuimarika na kuendelea kwa parokia yetu kiroho na kimwili. Idadi ya waumini inaendelea kuongezeka. Tulikuwa na jumuiya 13 na sasa hivi tuna jumuiya 36. Halafu kanda 13. Lakini tulianza na kanda 4. Tulianza na kanda 4 na sasa hivi tuna kanda 13. Idadi ya watoto wanaoshiriki kwa masuala ya kiparokia inazidi kuongezeka siku hadi siku. Kwa hivyo haya ni mafanikio ambayo tunayaona yanajitokeza wazi kabisa. Sasa hivi kanisa letu kwa mara moja linaweza likachukua idadi ya 450 na wote hao wanaweza kukaa na kwenye mabenchi. Kwa sasa hivi tuna misa 3. Misa ya kwanza ambayo inaanza saa 12 na robo. Misa ya pili inaanza saa 3, na misa ya 3 hasa tumedhamiria hasa kwa vijana na watoto, inaanza saa 5 kamili. Kwa waumini wa Mgininani hasa mimi nataka kuwaeleza kwamba katika maisha yetu mafupi ya hapa kuishi duniani, wajibu wetu mkubwa ni kumtukuza Mungu. Na wajibu huu wa kumtukuza Mungu tunaweza kufanya kwa majitoleo, kwa sala mbalimbali. Sasa nilikuwa na kualika waumini wenzangu wa parokia ya Mama Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, tujitoe kujitolea kwa kiasi kikubwa ili tuweze kuimarisha na kuendeleza parokia yetu. Tunamshukuru Mungu, sisi kama chama cha kitume tunafanya kazi chini ya maongozo ya paroko na kamati ya halmashauri kuu ya parokia, na tunashiriki katika mipango yote ya parokia.
Mfano kama chama cha Mapinduzi tunapewa majukumu ya kusimamia mfano misa, tunashiriki katika utoaji wa matoleo, lakini tunashiriki pia katika maendeleo ya kanisa. Kwa mfano katika ujenzi wa nyumba ya mapadri, kama UWAKA tumeshiriki katika kuchukua chumba rasmi ambacho tumekikamilisha, lakini pia tunashiriki katika zoezi la kiroho ambalo pia ni kwa ajili ya kutunisha mfuko wa ujenzi ambapo tunashindanisha kati ya UWAKA na WAWATA. Na mara nyingi tulikuwa tukifanya vizuri. Mara ya kwanza tuliwashinda WAWATA. Mara ya pili tukaona ili tunogeshe ushindi, hebu ngoja tuwaache na wao. Ngoja tuwaache na wao. Ndio. Kwa kweli tunashiriki katika semina. Kuna nyakati ambazo tunaanzisha semina sisi, kwa mfano hata kipindi hiki cha Kwaresima kilichopita tuliitisha semina ambako tulimwalika Father Kesi na tulikuwa ni mkesha. Bahati mbaya mwitikio unakuwa mdogo, lakini tunajitahidi kuhamasisha na kuwaelimisha wenzetu waweze kushiriki. Lakini pia tunashiriki katika pia semina mbalimbali za kijimbo au za kidekania ambazo zinatualika sisi kushiriki. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama sehemu ya utume wetu. Kuna mwamko kiasi. Kama ambavyo nadhani tunajua kwa sehemu kubwa UWAKA imekuwa ni changamoto. Na hii changamoto mimi nataka nielekeze zaidi katika pengine sehemu mbili. Kuna changamoto ya kiimani, kwa maana ya kwamba tulio wengi nadhani hatujajidhatiti vizuri, na wengine nadhani tunachanganya hata hizi imani za madhehebu mengine, na kwa hiyo pengine ile imani Katoliki tunashindwa kuipambanua vizuri, na pengine tunashindwa kuona ule umuhimu wa kipekee wa kushiriki. Na nadhani hilo kweli linahitaji bado katekesi kubwa. Nasema hivyo kwa sababu wale ambao wanaonekana kwamba wanauelewa kwa sehemu kubwa wanashiriki, wanajitahidi kushiriki. Wale ambao kidogo uelewa ni mdogo inakuwa shida. Changamoto nyingine ni ya kiuchumi ambayo najaribu kuisema kwamba baba anapokuwa ni kichwa cha familia ndio anayetakiwa sasa ahangaike zaidi kuhakikisha familia yake inakaa vizuri kiuchumi na nini. Kwa hiyo mara nyingi ukiangalia pia vipato vyetu tulio wengi sio vizuri, kwani watu wa kimbia. Kwa hata ule wakati ambao unapaswa kutengwa kwa ajili ya Mungu, pengine tunajikuta tumejisahau. Nitoe kama hamasa kwa makuhani wetu, mapadri, lakini hata sisi walei, maana hata sisi kwa ubatizo tumefanywa kuwa makuhani. Tuendelee kufundishana na kuelimishana. Hasa katika nikichukulia kwa mfano hata wakati ule wa tunasema ile miaka ya kati pale, kanisa lilikuwa likipambana sana na mambo ya uzushi na likifundisha kwa nguvu. Nadhani hata sasa hivi kuna haja ya mapadri, maaskofu, kwa sababu sasa hivi kuna imani nyingi na watu wanajaribu kuchanganya mambo na nini, kwa kiasi kwamba tulio wengi tunashindwa kupambanua imani yetu, na kwa hiyo tunajikuta tunapotea. Kwa hiyo nadhani ni wakati sasa kanisa tena kusimama na kusisitiza kwa nguvu zaidi. Hata kwa mfano parokia zinaweza zikawa na sinite kamati au nite ya mafundisho. Pamoja kwamba ndio tunazo zile kamati kuu, lakini namna nyingine pengine tunavyochagua tunazichagua, lakini pengine ule msisitizo wa yale mafundisho ni kama yanabaki yale watoto wadogo tu, yanakosa ule mwendelezo. Kwa hiyo nilidhani kwamba kanisa lingeona hapo likasaidia, kwa sababu wengi kwa kweli hawaelewi. Kwa kweli kesi ya vijana ni kesi mtambuka.
ni kama nilivyosema tu kwamba kanisa lijikite katika kule uinjilishaji wa kina. Kwa sehemu kubwa ninaona kuna gap. Tunakazia sana mafundisho pale ambapo watoto wanataka kupata komunio au wanataka kupata kipaimara tu pale, na baada ya pale kunakuwa kama hakuna mwendelezo hivi. Mimi nilikuwa na ushauri tu kwa kanisa kwamba nadhani hata katika kutenga bajeti za parokia, maana mara nyingi msisitizo umekuwa zaidi kujenga kanisa ambalo ni matofali, majengo, tunaweka sana nguvu zaidi huko, lakini kanisa waamini tunatenga, pengine hata tutenge hata fedha kwa ajili ya hilo. Kwa mimi nidhani kwamba kanisa lingejikita pia huko, kuwe na mafundisho endelevu. Hata vijana viwawa, sidhani kama wanapata yale mafundisho kweli ya kuwajenga kabisa kiimani. Kwa mfano, hivi karibuni nimekuwa nikisoma sana maandiko ya Mtakatifu Bonaventura. Kwa mfano ile kitabu chake kile cha The Journey of the Mind into God. Ninaona kwamba Mungu wangu, mbona kuna hazina kubwa hapa, na hii hazina ni kama imeachwa binafsi mtu ajitafutie, na hivyo vitabu vyenyewe vipatikani kiurahisi. Na kusoma watu ni wavivu, lakini yale mafundisho anayoyafundisha Bonaventura mpaka kweli kufika kuitwa mwalimu wa kanisa, unaona kuna vitu mle. Ukiangalia pia mafundisho ya Mtakatifu Tomasi wa Aquino, hasa yale maandiko aliyoandika kwa ajili ya watu ambao hawana imani Katoliki, mfano wapagani, watu wasiokuwa na imani au Waislamu. Kuna kitabu chake kile ambacho aliandika anaitwa Summa Gentiles. Ukikisoma, na kwa kweli kama kingeweza kutafsiriwa kile kitabu. Mimi nimejaribu siku hizi kwa kutumia AI, ninafanya nafundisha vijana wangu nyumbani. Na unaona kwa kweli wanapata uelewa mkubwa. Hata mimi mwenyewe nabaki nasema, hii hazina mbona imenyamaziwa? Na kwa sababu Tomaso alivyoandika ni kweli anajaribu kuwaonyesha watu wa imani nyingine kuona jinsi ili imani yao pengine ilivyo dhaifu, na anajaribu kutoa ushahidi wa kutosha juu ya imani Katoliki, kiasi kwamba kama tungeifundisha vizuri au tungetafsiri kile kitabu vizuri na kikafundishwa, pengine kingeweza kuwa ni sehemu ya maendelezo ya mafundisho ya vijana, yangeweza kuwakomaza sana na pengine watu wakaimarika zaidi. Sisi tulianzisha mfumo pia wa kusaidiana, kwamba pamoja na majukumu yetu ya kiparokia na kijimbo, lakini tuliona ni vizuri tukiweza pia na sisi kusaidiana. Tukaanzisha mkoba. Kwa hiyo ile mkoba mwanzoni iliitikiwa vizuri sana, na kwa kweli imetusaidia sana. Tunakuwa na mfuko ambao hata kunapokuwa na hitaji la kiparokia au la kijimbo, tunajikuta tuhangaiki tena kurudi kwa mtu mmoja mmoja, kukimbizana na watu wengine wanafunga milango yao. Kwa hiyo tulipata mwitikio mzuri. Sasa hivi kidogo kama mwitikio unajaribu kulegalega, lakini tunaona baadhi ya watu pia wanaanza kuamka. Kwa mfano tunasaidiana, mtu anapopata msiba tunatoa mkono wa pole kwa wazazi wake, kwa wakwe zake, watoto, lakini pia akiwa na sherehe. Maana jamani, tusikutane tu kwenye mambo ambayo ni ya huzuni tu, hata mambo ya furaha tukutane. Mtu anaozesha binti yake, kijana wake, au anafanya kumbukizi ya miaka 25 ya ndoa, miaka 50 ya ndoa. Kwa hiyo tunawapa mkono wa pongezi. Kwa hiyo kidogo imetusaidia kutuweka pamoja zaidi. Kama unavyojua watu huaga tunakuwa na changamoto hasa kwenye ushirikiano, kwenye michango, lakini kwa parokia yetu tuna uongozi mzuri ambao umetufanya tuwe na ushirikiano. Wakiongozwa na mimi. Tuna ushirikiano mkubwa, tukiwa na jambo letu, tukiwa na semina,
tunashirikiana, tunapeana taarifa, tunashiriki kwa pamoja. Sisi kama WAWATA hapa parokiani tuna majukumu tofauti tofauti, mojawapo likiwa kuwasimamia viwawa, vijana na maanisha. Tunawasimamia watoto. WAWATA huwa ni walezi wakuu hasa kwa watoto, hasa utoto mtakatifu. Tunawafundisha maadili mema, kuwa na nidhamu wanapokuwa katika jamii, kwenye familia. Lakini pia majukumu mengine hapa parokiani ni pamoja na kusaidiana na baba paroko. Kama ulivyoona hali ya parokia yetu bado ni changa, kuna mambo ya ujenzi. Sisi kama WAWATA tunajichangisha kwa ajili ya kusaidiana na baba paroko kwenye ujenzi. Kwa sasa tuna ujenzi, sisi tumepewa eneo la jiko. Tuna ujenzi wa jiko la parokia, lakini pia tunasaidia kwenye mambo ya mapambo ya kanisa. Tulipokuwa kipindi hiki cha sikukuu ya Pasaka, basi WAWATA tulisimamia vizuri tu. Kwenye swala la maadili, vijana tunawasaidia kwa kuwafanya washiriki kwenye semina mbalimbali ambazo zinatangazwa. Zikitangazwa semina ambazo zinahusu vijana, tunawasisitiza waende, lakini pia jukumu letu tunazingatia zaidi watoto wa kike. Watoto wa kike katika jamii, unajua ukimwelekeza mwanamke ni kama umeelekeza jamii nzima. Kwa hiyo tunajitahidi zaidi kuwaelimisha wanawake, kuwafanya wajiamini, waepukane na vishawishi, na wakiwa na tatizo lolote basi sisi kama wamama tuko tayari kuwasaidia. Kwa sisi mradi ambao tuko nao sasa hivi tumeanza na vikoba. Tumejiunga na vikoba. Bado hatujaanza kusaidiana kwa sababu ni kitu ambacho tumekianza hivi karibuni. Tumeanza na michango kidogo. Baada ya muda tulikubaliana baada ya miezi 6 tutaanza kusaidiana, kukopeshana ili kumuinua mwanamke kiuchumi. Kwenye vikoba kama ulivyosema kuna kuwaga na changamoto kweli. Mtu anaweza kakopa na akakimbia. Lakini sisi kabla ya kukopesha tumepanga tutoe elimu kwanza, tumuite mtaalamu. Mtu anapokopa asikope tu kwa ajili ya kufanyia starehe, akope kwa ajili ya malengo, awe na malengo maalum ya hicho kitu anachoenda kukopea. Lakini pia tumejiandaa kuwa na usimamizi mzuri. Unapokopa kwa ajili labda ya kwenda kufuga kuku, basi tukakague kweli kuna ufugaji wa kuku. Wanawake wengi huwa hatuna elimu kuhusiana na mambo ya biashara, ujasiriamali. Tumejiandaa kwa baadaye kidogo, sio muda mrefu, kutafuta wataalamu wa kutufundisha mambo ya ujasiriamali ili mwanamke aweze kujitegemea kiuchumi. Changamoto kama unavyojua wakina mama, unajua wanawake tuna majukumu mengi. Tuna majukumu mengi sana ya kifamilia, tuna majukumu ya kazi, tuna majukumu ya kiujasiriamali. Inaweza kutokea tunawahitaji wakina mama kwa ajili ya kikao, kwa ajili ya maendeleo ya chama chetu ya umoja wetu wa wanawake. Lakini wengine wanaweza wakawa na udhuru. Lakini pia kuna masuala ya michango. Michango, wanawake wengine hawana elimu hasa juu ya utoaji wa hii michango ya parokia. Mwingine anaona naenda tu kumfaidisha labda paroko. Lakini hatujui kwamba unapotoa michango hii ni kama umejiwekea hazina yako. Ni kama sadaka yako kwa familia. Hizo ni changamoto ambazo tunahitaji mafunzo au elimu kutoka kwa viongozi wetu wa kiroho ili watuelekeze umuhimu wa utoaji michango na sadaka. Kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo ni hizo, watu hawatokei kwenye vikao tunapofanya vikao. Lakini pia kuhusiana na michango, kwa mama wengi sijui, nadhani pia ni pamoja na wingi wa michango ya kwenye jamii. Kuna michango ya vikoba, kuna michango kitchen party. Anaona ngoja nimalizane na kitchen party kwa sababu Mungu yuko mbali anioni, bora nimfurahishe jirani yangu nimchangie kuliko huku kwingine. Sisi kwenye uongozi tuko 5. Kabla ya kuongea kitu chochote huaga tunashirikishana wale 5. Jamani, hapa kuna mtu kasema hivi, tunafanyaje au tushauriane tufanyaje? Tunatoka na jibu ambalo tumekubaliana. Mafanikio yetu kama hivyo kuwaleta wanawake pamoja,
na yenyewe sio jambo dogo, ni sehemu ya mafanikio. Lakini pia tunajitahidi kusaidia jamii. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tumesaidia wazee wenye uhitaji kwa kutoa ile sadaka zetu, lakini tumefanikiwa pia kuwafanya wamama wajitokeze kunapokuwa na matamasha mbalimbali, makongamano. Tunajikusanya kwa wingi, tunaenda kushiriki. Lakini pia hapa parokiani kama unavyoona kuna masuala ya ujenzi, huaga tunafanya mashindano ya kimungu ambapo kila Jumapili tunasimama kwa ajili ya kutoa michango. Kwa hiyo ile michango sisi mwaka jana mwishoni ambako tulitangazwa mwaka huu mwanzoni, sisi WAWATA tuliibuka kama washindi. Ni shindano la kimungu kati ya UWAKA na WAWATA. Sisi tukaibuka washindi, tukafanikiwa kupata mbuzi. Wito kwa wanawake wa Mgeni Nani ni waombe tu tujitahidi kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kufanya maendeleo ya kanisa letu vizuri. Tumsaidie baba paroko kwenye kazi yake. Sisi wanawake tukijitokeza kwa wingi na kazi za parokia zinakuwa zinaenda vizuri. Kiingia VIWAWA, faida ya kwanza atakuwa kiimani. Atakuwa kiimani kwa sababu sisi kama mnavyofahamu katika makuzi yetu sisi vijana ndio rika lenye changamoto nyingi sana. Yaani ni rika lenye changamoto nyingi sana, lakini tunamshukuru Mungu. Unaona, kwa mtu akiingia anakuwa kiimani, unaona, anakuwa anamjua Mungu zaidi, unaona, anajifunza kuishi maisha ya maadili ya Kikristo. Pia anapata nafasi ya kusali ibada na kupata fursa mbalimbali kupitia makongamano, semina zinazoandaliwa ndani ya parokia, dekania na hata jimbo pia. Jukumu letu hasa hapa parokiani ni kwa VIWAWA na hata ambao wanatufuatia na hata watu wengine ni kukuza maisha ya kiroho. Kukuza maisha ya kiroho, kushiriki kikamilifu katika ibada na misa mbalimbali. Pia kwa nyakati tofauti kusali kwa pamoja, novena zilizoandaliwa ndani ya parokia na hata dekania, na kuhamasisha vijana wengine kumfahamu Mungu. Kwa upande wa vijana wangu wa parokia Mama Teresa Calcutta, mwitikio upo, ni mzuri, ila sio sana, kwa sababu tofauti na mwanzoni tulivyokuwa tunaanza na sasa hivi, nisiwe mwongo, sasa hivi niwapongeze vijana wangu, kuna mwitikio mkubwa sana. Tukiitisha semina hizo, sala, watu wanahudhuria vizuri sana. Ndio tofauti na mwanzo tulivyokuwa tunaanza. Baadhi yetu vijana si waaminifu, wanapata fursa kupitia fursa. Yaani kuna mtu anaambiwa bwana tuna misa shukrani dekania. Misa ipo ni kweli ndani ya dekania, au tuchukule misa ambayo inafahamika tu ile ya kumshukuru Mungu ya Disemba, ile Beach Mass Bagamoyo. Wengi wanaaga majumbani, bwana tunaenda Beach Mass, na mzazi tangazo ameshalisikia hapa tangia mwezi wa 11 mwishoni, linatangazwa kwa hata mzazi akiambiwa mama baba mlezi tunaelekea Beach Mass, anakopo hana kipingamizi. Ila ugumu unakuja pale sisi tumeshafika saa 12 hapa, kijana mpaka saa 3 inakuwa kabisa. Kwa hiyo inakuwa ugumu kwangu sasa mimi kwenda kupigiwa simu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inapelekea muda mwingine mzazi anakopo hana imani kabisa. Mafanikio ya VIWAWA parokiani, narudi kule. Moja kabisa
fanikio mama ni kukua kiroho. Vijana tumekuwa, kadri siku zinavyozidi kwenda, tumekuwa tukikua kiroho, kwa sababu tunaona mwamko wa mwanzoni na sasa hivi tofauti. Tukiitisha kitu fulani, mwitikio ni mkubwa. Mwanzoni tukichukua pia ukuaji wa kiimani ulikopo chini, mtu anaona akiitwa labda baba paroko anaweza kaniambia, bwana Mnyeke, nahitaji vijana fulani kwa ajili ya usafi. Mwanzoni nilikuwa naweza kufika mimi na wale viongozi na wale vijana ambao ni marafiki zangu. Sababu kingine mimi nachomshukuru Mungu hapa, asilimia kubwa ya viwawa ni marafiki zangu ambao tunaishi nao mitaani, na ndio wao ambao tulianza nao parokia ya Epifania Kijichi. Kipindi hicho sisi tupo kwa masista, tukaja kuwa Kijango, parokia teule. Kwa hiyo kwa lugha za vijana tuna ushikaji fulani hivi ambao mimi nikitafuta naweza nikapiga simu moja, bwana mtu fulani tukutane sehemu fulani baba na, lakini hiyo mwanzo. Lakini sasa hivi nikitangaza kwenye grupu la viwawa, mwitikio ni mkubwa. Kwa hiyo ukuaji, kusema kweli, hiyo ndio faida ambayo najivunia. Tunashirikiana nao vizuri sana sana, nikiwa na maana kwamba tukija kwenye nyanja ya michezo huwa tunashirikiana nao vizuri, kwa sababu lengo la michezo sasa dekania au ndani ya parokia ni uenezaji wa Injili kwa watu wote, sio kwa sisi, hapana, uenezaji wa Injili kwa watu wote. Sasa Injili huwezi kueneza hapa ukiwa Sister Mary, hapa akiwa Clemency, hapa akiwa Jacksoni, hapa akiwa nani, hapana. Eneza Injili hapa kuna Sister Mary, hapa kuna Fatuma, hapa kuna hapo, yule atahudhuria siku ya kwanza anaweza akaidharau, ikafanya tournament nyingine mkamwalika, kwa kile kitu kikawa kinamuingia ndani taratibu. Hiyo kwenye nyanja ya michezo. Tukija kwenye nyanja nyingine hapa, kipindi cha Kwaresma huwa tunafanya matendo ya huruma. Kama tunavyojua, mpende jirani yako kama ndugu yako. Kwa hiyo tunafanyaga ndio tunapeleka mpaka Msimbazi kwa baadhi ya misikiti ndani Mnaliti Msimbazi wapi Mwimbili. Baadhi ya misikiti tunakabidhi mashehe. Kuna paroko wa mule pia alitugusa, alituambia kwamba watu wanaofika pale wanamuona yeye kama ana fedha. Kwa hiyo yeye akiambiwa na yeye anaturudia sisi. Kwa kiukweli kile kitu huwa kinatugusa sana kuhusiana na watoto, watu wazima. Na kwa hiyo huwa tunabadilika. Kuna nyakati tunafika Mwimbili na kuna nyakati tunaanza huku tunapoishi. Naona kwa hiyo tunaona tukatembelea mtaa wa Jordan, tukamwambia Kiwamba anatokea mtaa wa Jordan jumuiya fulani. Tunahitaji ripoti kutoka kwako kuhusiana na watu unaoishi nao. Bana, kuna 1 2 3. Tunaanza pale. Tunaanza mahitaji Jordan, Antiochia. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri kikweli. Na mwitikio kusema ukweli wa sasa hivi na mwanzoni tunavyoanza ni mkubwa sana sasa hivi. Wito wangu kwa vijana mgeni nani, tuendelee kumtumikia Mungu. Tuendelee kumtumikia Mungu kwa maana sisi ni vijana. Wanasema vijana ni kanisa taifa la kesho, la baadaye. Sasa hivi yani baadaye ni sasa hivi, yani kijana ni wa sasa hapa yani. Kwa hiyo tuendelee kumtumikia Mungu. Mapito ni mengi, changamoto ni nyingi na hazikwepeki, hasa sisi vijana. Kwa hiyo tuendelee kumtumainia Mungu, tusali sana na tuamini hiki kitu kwamba changamoto ni sehemu ya mafanikio. Changamoto haikimbiwi, tunaifesi, tunasali ili tuweze kuvuka salama. Mimi naitwa Sister Maria Kamili Conses wa Maria.
Mimi ni sista wa shirika wa Maria Mtakatifu wa Namuru. Tumetoka Rwanda. Tumekuja hapa, tumesali na waamini, walikuwa wanasali pale kanisani kila siku za wiki, isipokuwa Jumapili. Jumapili tulikuwa tunaenda Kijichi, ni mbali kidogo, wazee na watu hawajiwezi walikuwa hawawezi kwenda kanisani. Kafika mahali wakaomba waanze kusali hapa kwetu. Kulikuwa mti mkubwa hapa Mleng'ongo, wakatuomba waung'owe. Tukakubali, wakaung'oa. Kila Jumapili walikuwa wanaweka maturubai kama 8. Walikuwa wanajaza hapa kote, kulikuwa kigereji cha gari hapa, walikuwa tunaweka viti, wakawa wengi. Kafika mahali wakaanza kujenga pale juu, lakini walianzia hapa. Hapa tuna shule la awali na msingi inaitwa Mater Day School. Tunakaribisha watoto waje, watoto shule letu linafaulu vizuri. Darasa la 7 mwaka jana walikuwa wa kwanza kiwilaya, kwa hiyo tunawakaribisha sana. Pia tunawakaribisha vijana, wasichana, wajisikia Mungu anawaita utawani, tunawakaribisha waje hapa kwetu kwa mama wa Mungu. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mambo kwa ushahidi. Tunaelekea mahali ambapo waamini hawa wa parokia ya Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta walianza kusali. Hili ndio eneo ambalo tulianza kusali, na tulianza kusali mwaka 2007, ambapo mwaka huo ndio masista wa shirika la Maria Mtakatifu wa Namuru ndio walivyohamia hapa. Kwa hivi waumini wa Mgeni Nani ndio tulipokea kwa shangwe ujio wao huo, kwa sababu tulipata nafasi ya kuwa na kituo cha sala. Kushoto kwangu hapa ni jumba ambalo lilikuwa linatumika kama kanisa la masista. Basi na sisi ndio tulianza kuja kusali katika hili jengo. Wakati tukiendelea kuendelea kusali katika hili jengo, na paroko aliidhinisha kwamba misa zisomwe kila siku isipokuwa siku za Dominika ambayo tulikuwa tunaenda kusali parokia Epifania. Hapa tulikuwa tumeweka wakati wa sala wakati wa Jumapili, tulikuwa tumeweka mahema na kukodisha viti. Sehemu yote hii hapa ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa linatumika kwa ajili ya ibada ya misa. Na upande wangu wa kulia ndio walikuwa wanaishi masista. Basi hili eneo ni historia kubwa, kwa sababu ndio hapa tulivyoanza kusali kabla hatujajenga kanisa letu. Asante. Maendeleo ya kiroho katika parokia hii tangu tuanze tunaendelea. Tulianza 2023 na mwezi wa 7 tulitangazwa kwa parokia, na baadaye basi tulivyokuja basi tukaanza maendeleo ya sakramenti. Labda kwa ujumla mpaka sasa hivi tumeweza kuwa na ubatizo wa watu 214 na Ekaristi Takatifu tumeweza kuwapa Ekaristi Takatifu 183. Kipaimara wameweza kupata 103.
ndoa tumeweza kufungisha ndoa 18 na vifo tumefanya ibada ya mazishi ambapo wanazikwa hapa 18. Wengine ambao ilikuwa ni mazishi wanafanya misa tu, wanaenda kuzikwa sehemu nyingine. Vyama vya kitume viko karibu 11, 12, vinaenda vizuri na vimeanza tangu wakiwa parokia teule vilikuwepo, na basi vinaendelea vizuri. Tuna UWAKA, tuna WAWATA, tuna VIWAWA, tuna Karismatiki Katoliki, tuna UKWAKATA, tuna Utoto Mtakatifu, Legio Maria, Utume wa Fatima, Moyo Mtakatifu wa Yesu, wazee na wastaafu, Mtakatifu Ana. Tuna pia watumishi wa altare na kikundi cha wasoma masomo. Waamini wa Mgeni Nani tunawafikia wakihitaji huduma ya kiroho. Kwanza tunatembelea wagonjwa wakihitaji, tunaenda Alhamisi tunatembelea wagonjwa. Tayari tunapata kutoka kwenye jumuiya kwamba wale ambao wanahitaji huduma hiyo, na basi tunaenda kuwatembelea Alhamisi. Na kama kuna mmoja anahitaji kwa mfano mpako wagonjwa, basi akija akielekezwa na jumuiya, basi tunaenda tunampa huduma hiyo. Kwanza jimbo lina mpango ule wa mafundisho baada ya kipaimara. Na sisi basi tumeingia katika mpango huo. Tuna mpango kwamba baada ya kipaimara vijana waendelee na mafundisho ya kwanza. Tutaanza kurudia tena yale waliopata kutoka komunyo na kipaimara, na baadaye tuone mambo mengine ambayo wanaweza tukayaingiza kulingana na makuzi yao. Kwa hiyo mpango huo upo. Makuzi ya jumuiya ndogo ndogo yanaendelea vizuri. Kuna jumuiya ambazo kama kawaida kila parokia, kuna jumuiya ambazo zinaenda vizuri sana, zinatimiza wajibu wake, kila kitu inakuwa kama familia. Kuna ambazo ziko katikati na kuna ambazo ziko nyuma kidogo. Kwa hiyo inabidi kuziamsha kidogo, kuzitembelea na kujaribu kuhamasisha. Changamoto kwanza, miundombinu bado haijatosha, kwa sababu hata hii ambapo tupo hapa ni nyumba ya mapadri, si ofisi. Kwa hiyo ingebidi baadaye kujenga ofisi, baadaye kuwa na ukumbi. Hatuna ukumbi. Hata kanisa baadaye ni kanisa ambalo lilikuwa tangu kigango parokia teule. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba akituwezesha basi hayo yote yaweze kufanyika. Na kama nilivyosema, changamoto nyingine, kuna jumuiya nyingine ziko chini kidogo, inabidi kuziamsha. Lakini kwenye hilo pia nimeanza kutembelea familia kwa familia. Nimeanza walau mitaa ya kutosha, karibu kama nusu nimeshatembelea familia kwa familia. Naona hiyo ina mchango mkubwa katika kuamsha imani ya Wakristo. Wito wangu kwa waamini wa Mgeni Nani, waendelee kulipenda kanisa na waendelee kuona parokia ni ya kwao au ni yetu sote, na tukishirikiana pamoja yote yanawezekana kufanyika. Mpaka sasa hivi walau kidogo ambacho kimefanyika, tuseme ni kwa sababu ya ushirikiano. Kwa hiyo ushirikiano ukiwepo, basi yote yanawezekana. Mimi naitwa ndugu Kasmir Kavishe, ndugu Mkapuchini wa provinsia ya Tanzania. Tufahamu sasa baba, historia yako ya safari ya maisha ya utume mpaka leo ukawa padri, na leo tunakukuta hapa katika parokia ya Mgeni Nani, moja kati ya parokia mpya kabisa. Okay, safari yangu ya kiutume ilianza nikiwa shule ya msingi, kwanza kuzaliwa katika jimbo Katoliki la Moshi, parokia inayoitwa Kiraeni, ambapo baada ya kuzaliwa shule ya msingi, basi niliomba kwenda seminari, na niliomba kwenda seminari ya Maua ambayo iko Moshi.
ambapo nilisoma kidato cha kwanza mpaka cha 6. Nikamaliza, nikaenda jeshini. Baada ya jeshi nikaanza malezi katika shirika la ndugu wa Kapuchini. Ulipita jeshi baba? Ndio, Hiyo ilikuwa nilipita mwaka jeshi gani? mwaka 87 88. Nilipita jeshini mwaka 1987 88. Alafu baadaye nikaenda malezi. Malezi yetu yalikuwa Kasita wakati huo. Kasita seminari. Kasita kwenye nyumba yetu friary. Okay. Kwenye nyumba yetu nilianza malezi ya upostulanti na baadaye nikaendelea pale pale novisiati. Kafunga nadhiri mwaka wa 90. Alafu mwaka huo wa 90 nikaenda Zambia kwa philosophy miaka 3 mpaka 93. Tukamaliza, tukaenda Nairobi kwa masomo ya teolojia kwa miaka 4. Tukamaliza 97. Alafu na 97 hiyo tayari kulikuwa na nadhiri za daima. 96 nadhiri za daima, 97 ushemasi, na 97 mwezi wa 7 nikapata upadrisho. Wapi hapo? Moshi. Ilikuwaje siku ya upadrisho baba? Siku moja kabla, yani ndio usiku. Ilikuwa siku nzuri, kulikuwa na maandalizi kwa sababu tulienda jimboni pale, tulikaa karibu wiki moja ya maandalizi. Basi tumekaa pale, tumejiandaa vizuri, tulikuwa na watu wa kutusaidia, tumeandaa vizuri. Basi baadaye siku ile tumepata upadrisho. Tulikuwa 12. Kwa hiyo basi Mungu ametusaidia, tumepata, tumeendelea na maisha. Jambo gani unalikumbuka ambalo lilitokea siku yako ya upadrisho na hautaka ulisahau? Siku ya upadrisho ilikuwa ni safari, ilikuwa ni siku nzuri ya kutambua kwamba kila ambacho ninahisi kwamba Mungu aliniita kimekamilika, lakini pia ilikuwa ni siku ya kuanza safari, kwamba unajua kwamba sasa umefika, lakini unaanza safari ya maisha, safari ya kujua kwamba sio kwamba umefika una relax, lakini safari ya kujua kwamba unaanza maisha, unaanza kile ambacho ulikitamani kwa siku nyingi, uweze kukionyesha na uweze kukiishi. Na ilikuwa ndoto yako kwa padri baba? Ningesema ilikuwa ndoto yangu kwa sababu tangu nikiwa mdogo niliingia kwenye chama cha utumishi, watumishi wa altare, na ilikuwa kwamba naona padri anapo adhimisha misa unapendezwa, unasema na mimi nataka kuwa kama hivi. Na pia kwenye sisi Jumapili kulikuwa na kuabudu ambapo hapa wanafanya Alhamisi sisi. Kwa hiyo kila Jumapili tulikuwa tunaenda kuabudu jioni, na pale unajisikia kwamba kweli ni sehemu nzuri. Okay. Unaonaje maisha ya upadri? Maisha ya upadri ni mazuri kama una wito, ni maisha ya kujitolea, maisha ya kutumikia watu pamoja na Mungu. Basi kama una wito kweli ni maisha mazuri. Okay. Na umepita parokia ngapi tangu uwe padri mpaka sasa? Na parokia gani unaikumbuka zaidi? Parokia nilizopita, nilianza parokia ya Upanga. Nilienda kama shemasi, nikawa padri, nikafanya kama miezi 6. Baadaye nikapelekwa seminarini kwa mwalimu na mlezi walau kwa miaka 4. Baada ya hapo nikapelekwa kusoma kidogo, nikarudi, nikapelekwa parokiani. Nikapelekwa parokia moja Dodoma, naitwa Mlali. Alafu nikakaa miaka 4, nikapelekwa parokia nyingine Dodoma pia inaitwa Kongwa, nikakaa miaka 2. Alafu nikapelekwa parokia ya Upanga, walau nimekaa miaka 12 na sasa niko hapa. Wakati unawashirikisha sasa wazazi kwamba mimi nataka nikawe padri, hakuna changamoto yoyote kutoka kwa mzazi yoyote yule kati ya wazazi wako wawili ama ndugu kusema mnakwenda huko? Hapana, kwa sababu walifurahi, walikuwa wanafurahi. Kwa sababu malezi ambao walikuwa wanatupa tangu mwanzoni, kwa mfano misa za asubuhi kila siku, misa za Jumapili, kuabudu na nini, walikuwa wanapenda kwa kweli watu wawe na
yani mtumikie kanisa. Walikuwa wanapenda. Sio kwamba kulikuwa na kizuizi chochote. Hapana. Na parokia gani unaikumbuka zaidi kati ya hizo ulizokaa? Labda automatically itakuja parokia Upanga kwa sababu nilikaa muda mrefu. Kwa hiyo kama umeshakaa muda mrefu miaka yote hiyo lazima utakumbuka zaidi. Okay. Haya. Vikwazo gani vya uinjilishaji unakutana navyo mpaka sasa? Vikwazo vya uinjilishaji ni vya kawaida tu, ambapo kama mtu unajua uinjilishaji ni sehemu, unakuta kuna wengine ambao labda ni wagumu au ni nini, hivyo ni vya kawaida. Lakini pia kuna wengine wanakutia moyo pia. Yaani unaweza kusema kuna vitu vizuri, kuna vitu vibaya. Vitu vizuri kweli, kuna waumini wengine wanakutia moyo na unaona jinsi ambavyo kwa mfano wanavyokuja kanisani, wako committed kwenye kila kitu, wanakutia moyo kwamba wanasema hata mimi walau nijitahidi, kama mimi ni padri, ni mtawa, hawa wanaweza, kwa nini mimi nisiwezi? Miaka mingapi upadi sasa baba? Miaka 29. Hongera sana baba. Asante. Miaka 29 kwako ni nini ya upadi? Kwangu ni safari ya maisha, safari ya kujitolea, safari ya kumtumikia Mungu, safari ya kujitoa kwa ajili ya watu pamoja na Mungu. Okay. Watu wako wa nguvu watatu katika safari yako ya utume ni kina nani? Walau nisingesema watatu, hata wangeongezeka kidogo, lakini wa kwanza ni wazazi. Wazazi walitulea katika malezi ya msingi kabisa, kusali nyumbani kila siku asubuhi na jioni, alafu kwenda kanisani wakati mwingine hata kila siku za wiki, pamoja na kwamba tulikuwa tunaenda shuleni, lakini tulikuwa tunajitahidi sana kwenda karibu misa za wiki kila siku na kusali nyumbani, kwenda kuabudu. Hao ni watu wa kwanza. Wengine kuna walimu kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari mpaka kwenye vyuo huko, na walimu ambao kweli wanajitoa, wanaona kwamba wanataka upate kitu ili baadaye uweze kuwa na maisha mazuri na uweze kufikia lengo lako. Wengine ningeweza kusema sehemu ambazo nimehudumu, kuna baadhi ya Wakristo kama nilivyosema ambao maisha yao kweli inakuwa ni darasa, au ni kwamba wanakufundisha kwamba kumbe hili linawezekana. Hata pale ambapo unaona kwamba kuna ugumu, kuna nini, kama wao wanafanya, wewe kwa nini usiweze kufanya? Na unamshauri nini kijana ambaye ana ndoto za kuwa padri anakutazama wakati huu? Namshauri kijana ambaye anataka kuwa padri aulize waliomtangulia kwanza, asali amuombe Mungu, na aulize waliomtangulia, watamuelekeza, watamfanya aweze kutambua. Lakini la kwanza pia na yeye awe na moyo wa kujitolea kumtumikia Mungu pamoja na watu. Tamati ya Ijue Parokia. Shukrani sana kwa uongozi wa Parokia Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta wakiongozwa na Baba Paroko Kavishe. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Tukutane tena wiki ijayo. Asante, Mungu akubariki.